utafanya kazi upata eti magari na majumba kifahari. Msione watu hivi wana majumba, kuna maiti ndani kwenye magari yao. Watu yani kwamba kuna siri nzito. Uwezo ukarajeka peke yako kwa akili yako. Eti unauza simu ngao upate pesa majini. Hakuna. Si unauza duka la madawa. Si umeajiriwa una kazi ya wale kwamba atatuelezea sasa huo mkataba na mambo mengine. Bwana umesema King Kobla kwamba Pastor Ezekiel Odelo alifanyaje? Kwanza sasa unataka ujue aina ya mali. Pastor Ezekiel Odelo cha kwanza alivyokuja, nilimfanikisha kwa mkataba Mwanamasi akapata mali. Na aina za mali ziko nyingi. Kuna pesa moja ni mali. Kuna nyumba. Kuna magari. Pia kuna nyota ya kupendwa na watu, kibali cha watu. Ndio maana Selemani hakuomba pesa. Aliomba hekima, ambayo hekima ilimpa nini? Kibali cha watu. Kwa hiyo sisi kwa chama chetu pia nyota yako tukisafisha, utapata kibali cha watu wa kazi. Ndio maana naambia kwamba kuna watu ambao nataka tuzungumzie kwa mbeleni shida nyingi. Pia mashamba ni mali. Yaani ukimiliki mashamba mengi, maeneo mengi, watu wengi pia wanataka mashamba ni mali. Kwenye kukubalika na watu, inahisi kumbe kuna wasanii wengi sana ndo wanaibeba hiyo nyota. Yaani ukishapendwa na watu wengi, tayari hizo tayari ni hela. Yaani hizo tayari ni hela. Kwa sababu gani? Ukiwa na watu wengi, nyota yako tukisafisha. Ukipenda watu wengi utapata kazi kwenye makampuni, alafu pia utajikuta watu wengi wenye nazo wapo karibu na wewe, pia utapendwa na watu wengi. Kama watu wengine kwenye chama anakuja alikuwa house girl ila ananiambia King Kobla nataka bosi anitetemekee. Bosi anitetemekee. Watu wa Oman jamani, mnanyanyasika na kaza ndani. Nimesaidia watu wengi sana. Wadada wengi wa Oman, South Africa, Marekani kule mnatumika vibaya mno kingono na mabosi wenu. Nitakufanya bosi akutetemekee na zile mali za bosi zote usichukue wewe. Yaani nambaya bosi akuandikisha kwenye hatimiliki ya nyumba yake, atakuandikisha wewe. Kwa hiyo ukipata mali, ndio maana hizi mali ziko nyingi, pia uhai ni mali. Sisi tutaongeza miaka kuishi. Pastor Ezekiel Odelo tulikunywa damu ya Lucifer na shetani kwa maji ya maiti kusaini mkataba huu. Kwa hiyo mkataba wa mali, mara nyingi watu tunakunywa, mimi viongozi huwa na maiti. Pastor Ezekiel Odelo kwenye mkataba wa Manamasi, naongea tena. Pastor Ezekiel Odelo wa Kenya. Sasa mimi Kenya na watu wa Kenya naunganisha sana watu wa Kenya. Na mimi nimeteuliwa kiongozi. Sasa mimi ni na hapa siri wa Kenya. Mahakama Makuu kule niliteuliwa. Lakini nchi ambazo viongozi wakuu walisitiza sana mimi nisaidie kuunganisha watu, ya kwanza ni Kenya. Ukinitii mtu wa Kenya utapata mafanikio. Ya pili Marekani. Ya tatu Oman. Ya nne South Africa. 5 Kongo. 6 Rwanda. Tanzania kidogo sana. Lakini majukumu mengi yapo Kenya, yapo kwa nchi za nchi. Lakini Kenya zaidi ndio nawapenda sana watu wa Kenya. Jamani Kenya inateketea kwa sababu ya Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel Odelo kifo chake kiko njiani. Na kuna maiti ndani kwenye kanisa lake. Nyie hamjui. Bwana wewe mmoja subscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa hewani. Bado tunaendelea na interview kwa King Kobla tukajue mengi ya kumhusu Pastor Ezekiel Odelo na nini ambacho kinawakumba na Wakenya, kwa nini wanaumia sana kupitia magana hayo ya Pastor Ezekiel Odelo ambayo ameyafanya kwenye kanisa lake. Japo wengi hawaamini matendo ambayo Odelo anayafanya. Wewe ambao hujasubscribe, kikubwa kumbuka kwanza kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification soon habari zetu tutakapokuwa hewani. Tuendelee Kobla. Kwa hiyo umesema Kenya ndio sehemu kubwa ambayo sehemu ambayo mimi ndio maana viongozi wakuu wamenipa dhamana Kenya, na Kenya mpaka naongea mwaka huu watu 758 nimeshawaunganisha. Na wengi wana magari, vijana wengi wa Kenya walikuwa wanateseka na bosi wao, wengi wametapeliwa. Watu wengi pia wametafuta chama miaka mingi. Na ninachokuja kugundua, watu wengi wametafuta ruhusa miaka mingi hawampati. Mnakutana na mikono ya watu ambao ni maskama. Mimi kwanza ukija kwangu, naambie jina atapeli. Yaani akutajie jina lake, lazima afe. Na adhabu yao ni kufa. Kuna kijana mmoja anaitwa Joseph Amelele, nafikiri Kenya mnamfahamu. Yuko pale Mombasa, nilimuunganisha. Ananiambia King Kobla, nisaidie, nimetapeliwa milioni 10. Nikamwambia sawa. Taja jina, akamtaja jina. Tapeli alikuwa Tanzania. Sehemu kama alikuwa Dar es Salaam. Nipe jina lake. Baada ya kumfanikisha, sababu nilikaa siku 5. Ya kwanza tafmili, ya pili tafmili, ya 3 mgomuo, ya 4 utakaso, ya 5 akapata pesa za majini sasa. Nilipomfanikisha, akaniambia King Kobla,
Nipe kisasi. Kwa sababu na kisasi akanambia cha kwanza nataka aenda pale afi. Nikamwambia subiri. Nikamtimbola. Maana wewe kuna maombi maalum. Maombi maalum. Siku ya 3 alipata msiba. Tena alisikia nali kwenye taarifa habari mtu fulani kafa. Nilifurahi sana. Nikamwambia sawa. Akaniambia kitu kingine, kuna ndugu zangu walikuwa na watu wengi pia mnaloga na ndugu zenu. Ndio maana mpate pesa. Ampati mali. Mmeshakashikwa kichawi na ndugu zenu wa ukoo. Maagano yenu yashakafungwa. Kingine kuna ndugu zenu ambao mlionao wenyewe ni maadui zenu nyinyi hamwajui. Ndugu zako, baba yako amekuloga, mama yako amekuloga, shangazi zako amekuloga, mawifi nyewe wadada mmeolewa, mawifi zenu amealoga. Hao mawifi ndo waloga. Mawifi wamealoga watu msifanikishe msizae, wengine hamjifungui. Lakini kisa chako mimi nikishakuja kusaidia. Nikisha kutimbola. Ukipata zile pesa za majini. Cha kwanza. Kuna mwingine pia nilienda Rwanda. Nilimjoin hivyo. Nikaongea naye aitwa Eliza. Eliza yule pale ni binti mdogo kama ana miaka 22 hivi. Akanambia nikamwambia hivi wewe ndugu zako ndio unaona kuloga na kweli akawaona. Miaka maana afanikiwi. Kwanza alikuwa hazai, alikuwa hana pesa. Sasa hivi namwambia hivi ana kampuni ipo Zoo Company iko Mombasa Kenya. Kitu kama hicho. Baada ya hapo nikamwambia hivi lazima ndugu zako kuloga wafe wote. Ni hivyo mfano siku ya 5 ile ya tathmini. Akasikia msiba ndugu zake 5. Nikamwambia usiogope wala mazikoni usiende. Kazi niachie mimi King Cobra. Nikamwambia sasa hapa cha kufanya toka hapa Rwanda twende na Marekani. Tukakae siku hizi 5 na penyewe. Paka wazike wewe usipatikane. Usionekane, wazike msiba ndio wenyewe. Kwa hiyo tukaenda kule wakazika msiba na nini hivyo akafa. Ndugu zake 5 kwa mkupuo. Ndio maana ukisikia msiba mingi kafa ajali sijui ndugu 5. Jua ni King Cobra kafanya mambo. Kwa hiyo Pastor Ezekiel ndugu zake wengi amewaua sana. Naongea ukweli. Pastor Ezekiel Odelo kaua ndugu zake sana. Na kuna mwanae. Sasa hivi hata angalau hivi Pastor Ezekiel. Mimi namjua ni yule wa kike. Yule wa kike. Kuna mwingine alikuwa ni wa kwanza, achana yule wa kike. Nilimua mimi na yeye. Lengo apate pesa za majini. Nikakubali Pastor Ezekiel Odelo amuue. Kwa hiyo na hapa siri. Huyo mwingine ana mtoto wa ndugu yake. Kwa hiyo kaua ndugu zake wengi sana. Na kuna baadhi ya waumini wengi wamekufa kwa sababu ya nyota zao. Ana replace madhabahu maagano yako pale. Soma kitabu cha Misali 23 mstari wa 4 hadi 5. Usijistazabishe ili kupata utajiri, acha kutegemea akili zako mwenyewe. Unavyotaka mali jamani, huwezi kutafuta mali kwa kazi unazofanya peke yako. Hizo wewe unaongea kila siku. Mimi mwenyewe niko maskini sana. Lakini sikutegemea akili zangu. Ukitegemea akili zako kama ipo siku eti utafanya kazi upata eti magari na majumba kifahari. Msione watu hivi utafanya kazi upata eti magari na majumba kifahari. Msione watu hivi wana majumba. Kuna maiti ndani kwenye magari yao. Watu yani kwamba kuna siri nzito. Kuna siri nzito. Uwezo ukarajeka peke yako kwa akili yako. Eti unauza simu ngao upate pesa majini. Hakuna. Si unauza si duka la madawa. Si umeajiriwa si una kazi ya wali. Ina maana si umeajiriwa si una kazi ya wali. Ina maana kwenye mali kuna siri nzito. Mali zote msaada ni Skavela. Huwezi kupata mali kwa akili zako, hata Mungu pia amesema, Mungu aliye hai na Mungu aliosifa. Huwezi kupata mali kwa akili zako mwenyewe. Labda urudie hapa pa kusoma. Usijisababishe ili kupata utajiri, acha kutegemea akili zako mwenyewe. Misali 23 mstari wa 4 hadi wa 5. Watu wengi hawapati mali kwa sababu wanatafuta wenyewe bila msaada wetu. Pastor Ezekiel hakuwa na mali. Alipokuwa katika utawala wetu ndio akapata mali. Kwa hiyo usitegemea akili yako mwenyewe kama hivyo siku utapata pesa chafu kama kwa mwenyewe bila kujoin kwenye chama chetu. Naongea ukweli. Utapata hela ya kula tu. Watu wengi mnafanya kazi nzito, mnaumia, mnaambilia kupata hela ya kula, hampati pesa. Mtakaa miaka 10 na kitu huko hele. Hujajenga nyumba yenyewe kawaida, huko kodi wadaiwa, watu wako wasome shule za international. Mimi hivi mtoto wangu yule mdogo yuko Marekani. Wewe endelea kutegemea akili zako. Misali 10:15. Misali 10:15. Nafikiri ndio kama hiyo imeelezea. Mungu ni wa wote. Sekta ya utajiri upande wetu. Isaya 45 mstari wa 3. Huwezi pata mali. Kwanza Isaya 45 mstari wa 3 kama nami nitakupa hazina za gizani upate kujua mimi ni Bwana wako nikuitaye kwa jina Yakobo. Isaya hapa. Bwana wewe ambao hujasubscribe utarudia basi hicho kipande atakuja akusomea.